viongozi wa Tanzania wenzangu, lakini pia wachungaji, watumishi wa Mungu, mashehe, lakini pia na viongozi mbalimbali wa taasisi mbalimbali, tulinde amani tulionayo, kwa sababu baada ya uchaguzi kuna maisha. Kwa hiyo tusipoteze amani tulionayo kwa leo, tukiamini baada ya uchaguzi maisha yatakuwepo. Kwa hiyo vijana wote wa taifa hili, wazee na watu wote wenye pumzi na uhai, tulinde amani tulionayo. Tarehe 29 ni tarehe maalum iliyopangwa kwa ajili ya uchaguzi. Sio imeandaliwa na watu wachache, bali ni katiba ya taifa letu na nchi yetu kwa jumla, kwa sababu hata Biblia imesema kiongozi anapatikana kwa haki ya kupigiwa kura. Sasa kura ndio inaamua nani aongoze na nani atawale. Kwa hiyo kama kura ni haki ya kila mwananchi na kila raia, kuhakikisha kwamba hiyo haki asipoteze, kwa sababu ni jukumu lake la kufanyaje, la kumchagua mtu anemtaka kwa miaka 5 ijayo amuongoze kwa kumletea maendeleo aliyokuwa anahitaji. Wito wangu kwa wananchi, lakini pia kwa serikali na dini na mila, ninawasihi tuwe na amani na tufanyike daraja la kuwa na amani katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tusiwe chanzo cha migawanyiko. Nchi yetu inahitaji viongozi watakaotuongoza, watakaotutangulia katika haki kuliko maneno, umoja kuliko nguvu, na maridhiano kuliko fitina. Vile vile tunaomba wananchi tuendeleze kudumisha amani hii tulionayo sisi kama Watanzania. Lakini pili, sisi kama viongozi wa haki na amani katika wilaya hii ya Longido, tunawasa waumini wote wa madhehebu yote na wale ambao hawana dini wajitokeze siku ya tarehe 29, siku ya Jumatano, wakapige kura. Na Watanzania tusikubali kwamba tuweze kuchotwa. Hapana. Hapana. Mpaka hatua hii, kwa maana na maendeleo tulionayo katika nchi ya Tanzania ni kwa sababu ya amani ambayo imekuwemo. Kwa hiyo kama alivyoendelea kusema wenzetu, tunaona kama nchi za majirani. Kwa hiyo tusikubali kufuata upepo au zinazoonekana kwenye mitandao. Hapana. Tuhakikishe kwamba tumedumisha amani yetu kwa kutokubaliana na huo upepo unaoendelea kwa kusemwa kwa mitandao. Hapana.